Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo. Nashukuru Mungu kwa nantuba ntukweli. Mungu kunijalia kufika mahali hapa. Mungu mumbidhio kinya ili tuweze kuabudu pamoja. Nikenda tumba kudhadhi yetu amwe. Na tuweze kupokea neno la Mungu pamoja. Nikenda tumba kuambiri tutoro mwadhani turi amwe. Ninashukuru Mungu. Laote ya mwadhani. Leo ni siku ile Mungu alikuwa anaandaa kwa sababu yako na yangu. Ndiye tukwela mwadhani ya dhilani tena ntubo wakuna na ntubo wakwa. Kwa hivyo leo tutabarikiwa. Kwa uwari tukadharimwa. Na neno la Mungu hatutarudi nyumbani vile tuliingia. Na tutashoka mshie uratoyire. Funga macho yako tuombe kwa sababu ya neno. Inchi mero yako tunaombela ntuba ruteto. Baba, katika jina la Yesu tukuinua, tukushukuru. Tazema ni asante kwa sababu ya siku ya leo. Ile Mungu umetujalia tukaweza kufika mahali hapa Mungu wetu. Tazema ni asante kwa sababu watujalia huo uhai tuweze kufika mahali hapa. Ili tukaweze kulipokea neno lako, likaweze kutuponya na nafsi zetu na likaweze kutukomboa. Baba, nasema ni asante kwa sababu ulikuwa na kusudi nazi tuweze kusimama kwenye haya madhabahu tuweze kushukuru. Baba, tunasema ni asante niendapo kulisoma neno lako takatifu likaweze kuwa uhai katika maisha yetu. Baba, nasema ni asante na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Pastor Samuel Kamunyi. Kimari yetwa Mbitaweri Kimongela. Yesu ameniokoa. Mwadhani na mwonoketia. Na ndumu katika kanisa la Muranyumba. Halia na Muranyumba. Muranyumba Redeemed Liberal Church International. Kirindume Redeemed Liberal International Church. Na siku nyingi sijafika mahali hapa lakini leo nimejaliwa kufika hapa. Siku nyingi hata kinyende mwadhani ya mumbidhio kinya. Neno la Mungu siku ya leo. Utendo la Mungu ntukweli. Tunaenda kuona vile Mungu anapowapea watu uhuru wa kuabudu. Hii tuweze kuona wala mwadhani tianto uhuru wa kudhadhaia. Na wengine kuna wale wanapinga kuabudu kwa mtu. Kwa ntubaraba binga kudhadhaia kwa mtu. Lakini leo sisi tuko huru. Hindi batwe neto dhauri. Ili tuweze kuabudu na roho na kweli. Nikenda tumba kudhadhaia mwadhani na kirunduna ama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hilo neno tutaliona katika Luka 13. Hilo tatoluto kona kile ukure Luka 13 kuanzia 10 mstari wa 10 kuanzia mstari wa 10 hadi 17. Wanke 11. Na tutakuwa tayari tumebarikiwa. Na tukadhura tudharini. Yule aliye na Biblia hiyo ya Kiswahili atusaidia kwa kusoma. Wewe na Biblia ya Kiswahili na tutadharie na njia ya kusoma. Luka 13 kuanzia mstari wa 10 mwanzo 11. Tena mwanzo 17. Luka 13 mstari wa 10 mwanzo 11. Nasema siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo. Na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Yesu alipomuona alimuita akamwambia, "Mama, umefunguliwa katika udhaifu wako." Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyooka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya Sabato. Akajibu akawaambia mkutano, "Kuna siku 6 sifaazo kufanya kazi. Basi Johni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato." Lakini Bwana akajibu akasema, enyi wanafiki, kila mmoja wenu, je, amfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya Sabato katika zizi aende naye kumnywesha? Na huyu mwanamke aliye wa uzao wa Ibrahimu
ambaye shetani amemfunga miaka 18 hii. Haikupasa afunguliwe kifungo hiki siku ya Sabato 17. Aliposema haya, wakatahayari wote walioshindana naye. Mkutano wote wakafurahi kwa sababu ya mambo matukufu yaliyotendwa na yeye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumesikia vile neno la Mungu la nena. Tukubwana tutaramada nilikuwa. Na hiyo ilikuwa siku ya Sabato. Ni ale mtuko Sabato. Ama siku ya Jumapili kama leo. Mtuko kiume mtuarwari. Ndio ile siku Yesu Kristo alitembelea kanisa lake. Mtukwera Yesu Kristo aliongere ndele kiolokewe. Alikuwa anafundisha katika hiyo sinagogi. Na Yesu alikuwa anaangalia wale walio na shinda katika hilo kanisa. Na Yesu analelia wale na dhile ndele nyumbeke. Na wakati tunapoingia kwenye kanisa tunakutana na Yesu Kristo. Na tu yandele nyumbe mwadhani nila ututirimalele na mbaba. Ili akaweze kuona shinda zetu. Nikenda Yesu amba kuona madhile yetu. Na huyo mama alikuwa katika hilo kanisa siku hiyo. Na Yesu mwakolo umena alikanisa na mtuko yu. Na Yesu alimuona na akamhurumia. Na Yesu alamulwelia alamuibiru keo. Hata wewe siku ya leo Yesu atakuhurumia. Kwa sababu ya shinda zako ama udhaifu wako Yesu atakuondolea udhaifu. Na kuna wengine wanakatazwa kuingia kwa kanisa. Na neno letufundisha vizuri, kuna wale walikuwa na wifu katika hilo kanisa. Na Yesu alipoangalia kanisa lake hakuna mtu alitoka akiwa na shinda. Hata sisi hatutatoka katika hii kanisa na udhaifu siku ya leo. Na yeyote atakayesikia sauti ya Yesu Kristo ataendelea kupata kusamehewa kama vile huyu aliokolewa. Na kiora ukaibwa kayo kama wadhani atomba kinewa kuwa na huru ya wala nyama mwekelo huru. Katika huo mstari wa pili kupitia hilo neno. Mstari huyo leo kilo kerototoro. Neno nasema Yesu alipoangalia. Yesu nani kwa Yesu analwelia. Alipokuwa anahubiri habari njema. Ndio tomeresha mkumendongi. Neno nasema natazama palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu. Na maana kwa na loelia ne kwa ya mokolo olore akerundukeke kia uonje. Muda wa miaka 14. Mwekolo na tesekete miaka 18. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni miaka mingi sana mtu akiwa anateseka. Ule miaka mingi mtu anangekete. Na hakuwa anaacha kuenda kanisa. Na tomba kinyota kelele. Alikuwa anaenda kwa kanisa ili Mungu amhurumie. Atare kwa kelele na Mungu kenda Mungu amwibire kao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini katika hilo kanisa Biblia tuelezea ni huyo mwanamke Yesu alimuona. Maandiko yanatueleza kile kanisa Yesu ni mwokozi ndani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uende ingawa huyo alikuwa mama siku hiyo. Lakini wewe ni mzee siku ya leo. Na unajua udhaifu. Kuna udhaifu wa aina nyingi. Mama alikuwa na udhaifu wa ngozi lake, ili mwili wake ulikuwa unakunjamana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uende ingawa kuna udhaifu umekufuata siku nyingi. Lakini leo Yesu atakutana na udhaifu wa maisha yako. Hiyo ilikuwa miaka 18. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uende ingawa hujafikisha hata miaka 10. Na Mungu akuhurumie siku ya leo. Yako haijafika hata 10. Mungu akuondolee udhaifu.
Mungu akoritera wonjebo. Kuna udhaifu wa mawazo. Kwa wonjebo madwanio. Kuna udhaifu hata wa kulemewa kwa mwili. Udhaifu wonjebo kulemerunya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Huenda ingawa kuna mtu alikuwa na udhaifu, lakini alikatazwa kuingia kwa hii ibada siku ya leo ili asije akaonekana udhaifu wake. Mtomba kulala kana wonje ende kirundwe keke mwili atekeye. Lakini wewe utakonekana ende wale yeleruare. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu atakutana na udhaifu wako. Mungu hatimana na udhaifu wako. Na ndiyo kila mtu anasema na shida yangu ni kwa vile mimi nakasirika sana. Omba kwa mtu akiwa wonje wako wana ndiye mtu hasira mno. Siku ya leo Yesu angalie udhaifu wako na uondoe. Ende ruare Yesu alio wonje wako na vortaite. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno lazima palikuwa na mwanamke katika hilo sinagogi. Maana kwari mwakole kiolo na keu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na sasa yule Yesu hata leo kanisa ni ya Kristo. Kanisa ni kiolo cha Kristo. Na neno lazima kichwa cha kanisa ni Yesu. Na maana kwa toa kiongo cha kanisa ni Yesu. Na ukiingia kwenye kanisa lake hautarudi vile uliingia. Na kwa kumanele kiolo kawe sababu akikuangalia anaona udhaifu wako. Na toa kuleleshia na kona kulemeru wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka ukumbuke hata yule alikuwa na miaka mingi katika ile ziwa la Bethsaida. Rikana ora wale na miaka mingi ke kaliakala kaini na shanto wakaora. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata yule alitembelewa na Yesu. Yara na aliongea Anasema Yesu alipomuona alimhurumia. Yesu alipomuona alimhurumia. Hata Yesu akiingia ndani ya kanisa akiona yule ameteseka anamhurumia. Yesu akakwendele nyumbewe akona mtoro dhangekete Bwana mwelekeo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika kanisa la Mungu anaangalia wale walio na mateso. Alola sendele kewe baba na medangiko. Ukiangalia Biblia tuelezea yule mama alikuwa na miaka 12. Nande kwa toera wakolele makoro langelo wale na miaka 12. Na alikuwa anateseka miaka 12. Na langekete miaka 12. Na neno lazima wakati alimaliza mali yake yote. Nande kwa toera vera vile ntovia ndio wakati Yesu alikutana na yeye. Hata wewe katika shida zinda zako Yesu anakutana na mahitaji yako. Kesho ni siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka kukuelezea sababu ya kusema hivyo. Ni sababu watu walikuwa wanasukumana, wengine walikuwa wanakanyagana. Lakini yule mama alijaribu kupenya ili aweze kufika karibu na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati alipokaribia Yesu, hakuongea na Yesu, aliongea na moyo wake. Akasema nikigusa upinde wa nguo ya Yesu nitapona. Na neno lazima alipogusa upinde wa nguo ya Yesu shinda zake ziliisha. Na ukiwa katika hii kanisa Mungu atakuangalia hata watu wawe wengi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuwa watu wengi hakuwezi kukazuia Yesu akuone. Na ndiyo sababu neno lazima eti katika hilo kanisa Yesu alimuona yule mama alikuwa na udhaifu.
Neno halikusema waliwaona wote, ni yule alikuwa anashinda. Yesu atakola none na bonde ende ole mtore amedangeko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mchana wa leo Yesu aone udhaifu wako. Wale Yesu anaokola mero wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya Yesu makofi mazuri. Ingaringela baba mpimbe ya. Katika huo mstari vile mstari huu tuone vile mstari wa 12 tuzomewe tusikie vile uliendelea. Mstari wa 12 tuzomewe tuelewe kweta itelela mbele. Yesu alipomuona alimuita, akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu liko nguvu. Tata la Mungu wenainya. Lakini nataka ujue Yesu ndio komanda wa vyote. Endo menye Yesu luo mwenena wa vyote. Yeye yako na mamlaka. Na wewe naomba ni Yesu alipomuona, Yesu alimwambia, alimuita. Amuita. Na hata wewe Yesu anakujua na jina lako. Na Yesu la misheni yetu lako. Atakuita na jina lako. Awe tari yetu lako. Ili aweze kuondoa udhaifu wako. Nikendata wajabu wako. Udhaifu nilikuambia ni wa aina nyingi. Udhaifu wote nipo mimi. Kila mtu katika hili kanisa ako na udhaifu wake. Wewe mtu wende nederana kwa lakini Yesu anakujua na jina lako. Ende Yesu na misheni yetu lako. Na ninajua kuna mwingine amesukumwa sana. Na kumekorongo tinde kimono. Lakini Yesu anakujua na jina lako. Ende Yesu na kumyali yetu lako. Alipomuita, alimwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Mama, moda ukiwaje wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema hata wewe mzee umefunguliwa katika udhaifu wako. Nataka uelewe Yesu Kristo alikuwa anatumia mamlaka. Hata siku ya leo anatumia mamlaka kwa sababu yako. Na yule Yesu kwenye ile kanisa ndio yako kwa hii kanisa siku ya leo. Na alikuwa hautarudi na hiyo shinda uko nayo. Na anakujua na jina lako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwenda kalingeti kako tena ko. Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo nafurahia siku ya leo. Ninatizama katika mawazo ya roho. Kila mmoja anajulikana na Yesu hapa. Na mtu ene Yesu la muishi. Hata mimi nitaitwa na jina langu. Lakini wewe toa na udhaifu wangu utafunguliwa. Na ukolemero wake kokadhaurwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na katika kanisa na tuombe sana, hata udhaifu wa kanisa tuombe. Kila kanisa itorambe muno, kila wote lontuma to kanisele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wengi walifurahia mvua wa asubuhi. Kwa baba inge bora mwanani alakuma na ntuma kambura. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mmoja akaongeza mbulageti nyingine. Umwaka ikundegela bobo yake ndataka ngunye kaluo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wewe uko hapa siku ya leo, kuna jambo nataka kukuambia. Ende wale yako mtago ndio kwela. Usiwe unalala nyumbani wakati wengine wako kwa kanisa. Ukadoro kama mamushina abangiwe nyumbani mwana. Kwa sababu mapepo yote yakikemewa utapokea. Ntomba kwa mbele rubibi wewe nala. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunaendelea sasa. Tuendelee mbele. Neno la Mungu limetuambia alifunguliwa katika udhaifu wake. Maandiko yetu ila anadhorokewa nje bwawe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata wewe utafunguliwa siku ya leo, ndivyo tumesema. Kila wakadhorolewa mbele yetu la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu kuna
kingine kinaenda kikiwa karibu na wewe. Ntuko ntokenge ketana shama wewe. Mstari wa 14. Mstari wa 14. Basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya Sabato. Akamjibu akawaambia mkutano, kuna siku 6 zifaazo kufanya kazi. Basi njooni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu lazima wakati Yesu alimwambia umefunguliwa, kuna mwingine aliona wivu na akasikia wivu sana. Akamwambia huyu alikuwa mkuu wa sinagogi. Kwa hivyo alikuwa anataka huyo mtu aishi hivyo tu, akiwa anafungwa na shetani. Aliwakemea na kusema kuna siku 6. Kila mtu anaweza kupata siku moja aweze kuja aweze kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo ninaona kama alikuwa anatumiwa na ile shetani ilikuwa inamfunga. La kuona yakoyo kelundikira karakete mwakolo kinawe kamukelirete. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mtu siku moja tulikutana. Kwa mtobatini maleontu kwa mwe. Alisikia nilikuwa mgonjwa. Lakini alikuwa rafiki yangu. Salamu ya kwanza aliniuliza. Aliniambia nilikuja kukuona lakini nilikula kile nilikuwa nakuja kukuona nacho. Sema utagonjeka tena nije nikupatie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyo mtu nilimwangalia na nilikuwa nikigonjeka sana. Lakini ukweli na ni rafiki, lakini aliniambia nilikasirika. Akaniambia utagonjeka tena. Nilikula kile nilikuja nacho lakini nilisema utagonjeka tena nikuje nikuangalie. Irango etabio kuolia nindere endunge ya hoteli wa shurenge kuolia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikia huyu naye amesikia wivu. Anasema mtu aje siku nyingine, na wakati ikiwa mkono ulikuwa unapinda ama mwili ulikuwa unapinda, alisema eti hii sio siku ya uponyaji. Na tayari Yesu alikuwa anasema afunguliwe. Elio mtoto ibora hilo na mtoto mtu kuarwa hebora ni mtoko leo teria kuarwa we antuko nge we akodarwa yo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uende ngao unakutana na rafiki yako. Omba kono trimala mosone akakwambia ulipona. Korea na kila nore. Lakini uende ngao ni kama yule alikuwa rafiki yangu. Anafurahi, anakuonyesha meno lakini roho inalaani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini utafunguliwa siku ya leo. Shetani atake na asitake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna udhaifu twingine tunaingia mtu. Unaweza kuwa umeishi katika hili kanisa na udhaifu wako. Miaka 18. Lakini leo Yesu anakuja kusema umefunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari wa 15. Mstari wa 15. Lakini Bwana akajibu akasema, enyi wanafiki kila mmoja wenu, je, amfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya Sabato katika zizi aende naye kumnywesha? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliwakemea, Yesu aliwakemea
wale walikuwa wanapinga kufunguliwa kwa huyo. Yesu anabatirekeria para bareke utati na kuoru kwa mama huyu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hata mimi nikitoka saa hii nikutane na mtu yule aliye nyumbani siku ya leo, ukimuuliza ulikuwa wapi, atazoma hilo neno, atazoma hilo neno, akuambia hata Yesu si alisema mtu anafungua ng'ombe wake ama punda wake siku ya Sabato akaitoa kwenye zizi, akawa mtu natagarera tentiri kangombeke kwa Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio wengi wanasimama kwenye misari kama hiyo. Hivyo wengi wanaatini bakotetari. Lakini Yesu alikuwa anamaanisha. Yesu anamaanisha ate siku ya Sabato unaweza kutenda mema. Yesu ntuko ya Sabato ya ntuko ya kiomea no te ntubobo ya kabodi ntubobo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini sio ende atarerewa o mama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni kusengenya, kwa sababu mtu atakwambia Yesu alisema siku ya Sabato ama siku ya Jumapili mtu anafungua mbuzi wake. Hapo anakuambia hata alikuwa anashughulikia mifugo wake nyumbani. Yaani mtu akaiwatelia akatantuko huu akawawena akarelango ile lala haishughulikia la 1 2 3. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa pigia Yesu makofi. Ingaligela mwadhari mpembea. Kwa hiyo kuna mpinzani ama mpinga Kristo. Kwa hiyo keutete na Yesu ndio yeye anaenda akiongea upande. Takara sherotera. Lakini sio kwako siku ya leo. Ende teke wali wale. Sababu hilo neno lilikuja kwako, lilifungua udhaifu wako. Na tole tetelo yeye okwadha onje bwako. Na hawezi kurudisha udhaifu tena. Na tombo shokero wanje renge. Yesu alipokuwa anamwambia dhambi yako imesamehewa. Yesu amwera meyakuwa kurekerwa. Huyo mtu tayari amefunguliwa. Bonto akolarwa. Na neno la Mungu lazima ukifunguliwa hakuna aweza kukufunga tena. Labaka ukodara utembo kodekarenge. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio sababu wakati ule tunapoendelea kuimbia Mungu, niataka mbele kuimbia Mungu, Yesu anatembelea kanisa lake. Yesu aliongala mtubawe. Na ukiwa na udhaifu, kabla ya kusema eti nilikuwa mgonjwa, tayari umepokea uponyaji huko. Kelele huwa wakati wa Mungu anakaribana kukaribia. Na yeye tokena weya Mungu aweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini leo kile ninaamini hakuna mtu atatoka na udhaifu. Bila wetekia otemto atora merore ingeri tenela Yesu. Mstari wa 17. Mstari wa 11. Aliposema haya wakatahayari wote walioshindana naye. Mkutano wote wakafurahi kwa sababu ya mambo matukufu yaliyotendwa na yeye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Kuna wengine wanaaibika. Kuna wengine pashokarenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata wale walikuwa wanapinga Bartimayo, walikuwa wanamkataza asiongee. Lakini wakati Yesu alisema kuja, wale walikuwa wanampinga ndio walikuja kumwambia anakuita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninafurahia hilo neno. Neno nasema Bartimayo aliruka akaacha mavazi hapo. Bartimayo wetwa angakabutinde atakubonje sokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na alipofika kwa Yesu, alimwambia nihurumie mwana wa Daudi. Mwana wa Daudi bibiro kyao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna jambo Yesu alimuuliza. Kwa hiyo Yesu amwambia
unataka nikufanyie nini? Nataka na kueleria. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akamwambia nataka kurudi kuona. Amore kwenda shoka kuona leo. Akamwambia imani yako imekuponya. Amore wetu jibako kuaria. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata wewe mwambie Yesu unataka kufanyie nini? Era njesho ruare. Kile ninaamini siku ya leo. Bila wetu keruare. Hakuna mtu atatoka na huo mlango akiwa na udhaifu. Kwa sababu Yesu anakujua na jina lako. Na anaona shida zako. Anaona udhaifu wako. Ingawa huwezi kuomba vile nitaomba. Ingawa wewe huwezi kusema vile nasema. Lakini ataona huo udhaifu. Ingawa wengine wakiendelea kuomba. Hauwezi kuomba sana. Lakini huo udhaifu Yesu ataondoa leo. Ataenda kufungua siku ya leo. Na huyo Yesu anakuangalia. Atakuhurumia siku ya leo. Neno nasema alipoingia kwenye kanisa, alimwangalia huyo mama na alikuwa kati ya wengi na alimuita, akamuita, akamwambia udhaifu wako umeondolewa. Na hata wewe amekuita, udhaifu wako umeondolewa. Umesukumwa siku nyingi, umeomba siku nyingi, lakini siku ya leo Mungu anaenda kuangalia udhaifu wako na anakuita na jina lako. Na ukisimama wakati ule ndio kusimama hapa ukaweze kumwambia hakika Bwana umeona shinda zangu, umeona udhaifu wangu. Asante kwa sababu siku ya leo yale ndio siku nyingi Baba umeonekana na umeniona. Kuna mtu aliye na shinda na hawezi kuambia mtu yeyote, lakini Bwana anaona shinda yako leo na udhaifu wako leo ameuona. Hautatoka na huo mlango ukiwa umefungwa. Ikiwa mwili wako umepinda, anaenda kuunyosha sasa kupitia neno lake. Akitamka neno limekuwa uhai, akitamka neno ni uponyaji, akitamka neno ni kukombolewa. Kwa hivyo siku ya leo udhaifu huo uko nao Mungu anauona. Na niko na dakika za kuweza kuabudu ili Mungu akuangalie. Na wakati wa kuabudu huo unamwambia asante Mungu kwa sababu umeona udhaifu wangu. Na Yesu sauti yake akiitoa ni mamlaka. Hata kanisa lake, hata vile vikundi vinayomtukuza Mungu mahali hapa, ikiwa hata hao wako na udhaifu, Mungu anaenda kusema udhaifu umeondolewa. Na hautarudi nyumbani ukiwa na udhaifu. Wakati ule tunaenda kusimama na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Wale praise team nataka waweke wimbo vizuri na uitikie vizuri. Unaenda kukombolewa, unaenda udhaifu wako unaenda kuondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Simama na miguu yako, sitahubiri tena. Na hilo neno liko hai. Hilo neno limesema alimuona akamhurumia na akamuita. Hata wewe amekuona, amekuhurumia. Wakati ule unasimama mbele yake, nataka wale waabuduyo mahali hapa presimu wasukue maiki. Waanze kuabudu na Mungu. Kila mmoja atafunguliwa siku ya leo. Udhaifu utaisha siku ya leo. Unaenda kuisha. Wakati ule wataendelea kuabudu.